Mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe wachoshwa na kero za utupaji taka hovyo. Kimataifa, kiongozi wa kijeshi wa Mali amezungumza kwa mara ya kwanza baada ya kutokea kwa mashambulizi katika maeneo ya kijeshi. Na katika michezo, wadau wa soka mkoani Mwanza wapongeza hatua ya serikali kuona haja ya maboresho ya viwanja vya mpira nchini. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Beatrice Kaitaba nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa, Joyce Pakomi atakayekusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye David Kiaman. Na tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe mkoani Mwanza waeleza kero ya utupaji hovyo wa taka unaotokana na kuongezeka kwa biashara ndogondogo mtaani hapo. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameeleza kuwa baadhi ya wamiliki wa biashara hizo wanatupa taka maeneo yasiyo rasmi, hususan maeneo ya barabara badala ya mashimo ya utupaji taka, hali inayopelekea kuzagaa kwa takataka. Mwanahabari wetu Happiness Asheri ametuandalia undani wa taarifa hii. Kufuatia ongezeko la biashara ndogondogo katika mtaa wa Malimbe mkoani Mwanza, wananchi wa mtaa huo wamelalamikia usambaaji wa taka ovyo, jambo ambalo linasababisha kero katika maeneo yao. Uongezekaji wa biashara ndogondogo umesababisha uchafuzi wa mazingira, kwa sababu watu wanatupa taka ovyo, hamna madampo. Kama mimi mwananchi wa maeneo haya, ningeomba serikali itusaidie kutuletea hata madampo yale ambayo wanaweza yakahamishika. Kweli ongezeko la biashara ndogondogo katika eneo letu hili imepelekea kweli kuongezeka kwa utupaji wa taka hovyo katika maeneo ambayo sio rasmi. Kwa upande wangu mimi, hii changamoto inanikuta hasa katika eneo langu. Kumeongezeka sana hii mifuko midogo ya plastiki, nimekuwa kweli changamoto. Shukrani sana Happiness Asheri kwa taarifa hiyo. Tukisalia hapa katika ndaki ya Mtakatifu Agustino, baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wameeleza kuwa utaratibu wa kuwepo kwa matamasha mbalimbali ya kitaaluma chuoni hapo umekuwa daraja muhimu katika kukuza taaluma na kuibua vipaji vilivyojificha. Wameeleza hayo walipokuwa wakizungumza na SAUT TV na kupongeza uongozi wa chuo kwa kuendeleza matamasha hayo yanayowajengea ujasiri na weredi katika fani zao. Mwanahabari wetu Rebecca Barnaba anaeleza zaidi. Jenzi yeye mnaliwadhikiwa kwa sababu ni hamsumbuliwi. Ni baadhi ya matukio ambayo yamewahi kufanyika katika ndaki ya Mtakatifu Agustino. Baadhi ya wanafunzi hii leo wameeleza namna ambavyo matamasha mbalimbali yanayofanyika chuoni hapa yanaposaidia kuwajenga katika taaluma yao, lakini pia hata katika maisha yao binafsi. Yananijenga kitaaluma, lakini pia yananipa hamasa juu ya mambo fulani, hususan utakuta tukio linazungumzia katika maadili gani naweza nikabehave, lakini vile vile kama hizo uni award kunipa hamasa ya kwamba hata mimi naweza nikafikia kile ambacho nakiamini na kile ambacho nakipambania naweza nikafikia. Yanatusaidia sio tu kukuza elimu ninayosoma kwamba ya ualimu, kunisaidia katika maisha yangu na vitu mbalimbali, na kujua kuna aina ya vipaji vinavyotokana na hayo matamasha, kwa sababu tunajifunza vitu vingi. Kwanza yananisaidia kunikumbusha vigezo vyangu vya kitaaluma na kunikumbusha kwamba nini natakiwa kufanya, nini natakiwa kwenda na njia gani natakiwa kufika. Yananifundisha kuhusiana na ethics, yananikumbusha kuhusiana na masuala ya kitaaluma kwa ujumla. Yanafungua akili yangu kwa upeo mpana na kwenda kunipa nafasi ya kwenda kuamua kufanya mambo ninayohitaji. Matamasha haya yamekuwa yakifanyika mara kwa mara katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, lengo ikiwa ni kukuza vipaji vya wanafunzi, lakini pia kuwajenga kitaaluma. Nikiripoti kutoka ndaki ya Mtakatifu Agustino, mimi ni Rebecca Barnaba, SAUT TV. Serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuimarisha mazingira ya upatikanaji elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum nchini. Hatua hiyo imechukuliwa ikiwa ni lengo la kuhakikisha wanafunzi hao wanapata fursa sawa ya kusoma fani wanazozipenda bila vikwazo vya kimazingira. Mwandishi wetu Happiness Asheri ametuandalia ripoti ifuatayo. Naibu Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Dr. Festo Dugange amethibitisha kuwa serikali imejipanga kikamilifu kuweka mazingira rafiki na jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu nchini.
Amebainisha hayo hii leo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Aisha Msatu bungeni jijini Dodoma, na kubainisha kuwa utekelezaji huo unaongozwa na mkakati wa elimu jumuishi wa mwaka 2022 hadi 2026. Mwongozo huo unalenga kuhakikisha shule zote zinakuwa jumuishi kwa kujenga miundombinu rafiki, kuajiri walimu wa elimu maalum na kununua vifaa saidizi vinavyohitajika. Dr. Dugange amesisitiza kuwa juhudi hizo zimeanza kuleta matokeo chanya, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa upatikanaji wa viwezeshi vinavyowezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum katika kufikia ndoto zao za kitaaluma. Kwa sasa serikali imeanzisha shule maalum 44 za msingi na shule moja ya sekondari pamoja na vitengo maalum 815 katika shule za msingi nchini. Aidha, elimu jumuishi imeimarishwa katika shule za awali za msingi 20,889 na sekondari 6,488. Vilevile shule jumuishi za bweni 53 na 3 za kutwa zimeendelea kupokea wanafunzi wenye mahitaji maalum, hususan wale wenye changamoto kubwa zaidi, hatua inayodhihirisha dhamira ya serikali ya kuhakikisha elimu inakuwa jumuishi kwa wote. Happiness Yasheri, SAUT TV. Shukrani sana Happiness Yasheri kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuyaangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, tukianzia kwa kuangazia hali ya usalama nchini Mali, ambapo mashambulizi ya waasi yametikisa serikali ya kijeshi ya Mali na kuibua maswali mapya kuhusu uthabiti wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Kwingineko, mfalme wa Uingereza King Charles III amelihutubia bunge la Marekani akiwa katika ziara yake ya kitaifa ya siku 4, akitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kihistoria kati ya Marekani na Uingereza licha ya changamoto zinazoikumba dunia kwa sasa. Mwandishi wetu Pendo Milanzi anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Burundi. Egideni Jimbere ameteuliwa kuchukua nafasi hiyo baada ya kuhudumu kwa zaidi ya miaka 5 kama katibu mkuu katika wizara hiyo. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya Burundi ikikabiliwa na malalamiko ya ucheleweshaji wa miradi ya barabara pamoja na uhaba wa mafuta nchini. Burundi, ambayo hutegemea uagizaji wa mafuta kutoka nje, imekuwa ikishuhudia foleni za magari katika vituo vya mafuta kwa miezi kadhaa sasa. Wakati huo huo, kupanda kwa bei ya mafuta duniani kuna kuhusishwa na migogoro ya Mashariki ya Kati kumeongeza presha kwa uchumi wa taifa hilo. Katika mabadiliko hayo, rais pia amemteua Fidele Nkezabahizi kuwa waziri wa afya, huku Evelyn Butoi akiteuliwa kuwa waziri wa mawasiliano. Nafasi ya wizara ya mawasiliano ilikuwa wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri Gabi Bugaga, aliyepatikana amefariki ndani ya gari lililoharibika karibu na mji wa Bujumbura mapema mwezi huu. Hatua hizi zinaonekana kuwa sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha utendaji na kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazoikabili nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Na sasa tuelekee huko Mali. Mashambulizi hayo yaliyofanyika alfajiri ya siku ya Jumamosi, ambapo makundi yenye silaha yalizindua mashambulizi yaliyoratibiwa katika maeneo muhimu ya kijeshi, ikiwemo karibu na mji mkuu Bamako. Duru zinasema kuwa kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda Afrika Magharibi likishirikiana na waasi wa Tuareg wanaotaka kujitenga walishirikiana kuishambulia serikali ya kijeshi nchini humo. Katika mashambulizi hayo, maeneo yaliyoshambuliwa ni maeneo ya kimkakati, ikiwemo kambi kuu ya jeshi la eneo la karibu na uwanja wa ndege wa Bamako pamoja na mji wa Kidal kaskazini. Katika mashambulizi hayo, zaidi ya watu 20 waliuawa, akiwemo waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara, huku wanajeshi wa Urusi waliokuwa wanaiunga mkono serikali wakilazimika kuondoka katika baadhi ya maeneo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamesema ni nadra kwa makundi haya yenye malengo tofauti kushirikiana, jambo linaloashiria hatari mpya ya usalama si tu Mali, bali pia nchi jirani. Kwa siku 3 kiongozi huyo wa kijeshi hakuonekana hadharani, hali iliyozua wasiwasi kuhusu uthabiti wa uongozi wake na uwezo wa serikali kudhibiti hali ya usalama. Hata hivyo, alipojitokeza, Goita alitoa hotuba kupitia televisheni ya taifa akisema hali imedhibitiwa na operesheni za kijeshi zinaendelea kuhakikisha makundi yote yaliyohusika yanaondolewa kabisa.
Na tumalizie huko Marekani. Hotuba hiyo imetolewa mbele ya kikao cha pamoja cha wabunge wa Marekani katika wakati ambapo uhusiano kati ya mataifa hayo mawili unaonekana kukabiliwa na misukosuko ya kisiasa na kiusalama. Akihutubia bunge hilo, Mfalme Charles alisisitiza kuwa Uingereza na Marekani zimejenga uhusiano wa muda mrefu unaotokana na misingi ya pamoja ya demokrasia, akieleza kuwa ushirikiano huo utaendelea kuwa imara hata katika kipindi cha changamoto za kimataifa. Hata hivyo, hotuba hiyo imekuja wakati wa tofauti za wazi kati ya washirika hao, hasa kuhusu vita vinavyoendelea dhidi ya Iran ambavyo vimezua mjadala mkubwa wa kisera kati ya Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya. Tofauti hizo zimechangiwa kwa kiasi kikubwa na msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa mkosoaji wa mara kwa mara wa muungano wa kijeshi wa NATO na washirika wa Ulaya kwa kile anachokiona kama ukosefu wa mchango wa kutosha katika operesheni za kijeshi. Trump pia ameonyesha msimamo usio thabiti kuhusu msaada wa kifedha za kijeshi kwa Ukraine, jambo ambalo limeibua wasiwasi miongoni mwa washirika wa Magharibi kuhusu mustakabali wa ushirikiano wa kimataifa. Licha ya ikulu ya Buckingham kusisitiza kuwa hotuba hiyo haikuwa ya kisiasa, Mfalme Charles aligusia masuala nyeti ya kimataifa, akihimiza kuendelezwa kwa msaada wa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi na kuonya dhidi ya sera za kujitenga kimataifa. Aidha, ametoa wito wa kulinda mazingira, akisisitiza wajibu wa pamoja wa mataifa kulinda rasilimali za asili, suala ambalo limekuwa sehemu muhimu ya ajenda yake ya muda mrefu kama kiongozi wa Uingereza. Hotuba hiyo imetolewa katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Marekani na Uingereza unaonekana kuyumba, huku ujumbe wa Mfalme Charles unaonekana kulenga kuimarisha mshikamano wa muda mrefu na kuzuia mgawanyiko katika siasa za kimataifa. Mimi ni Pendo Abdallah, SAUT TV. Shukrani sana Pendo Milanzi kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Joyce Pakome atakayetusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Joyce Pakome. Baadhi ya wajasiriamali wadogo wa mtaa wa Silvini jijini Mwanza wameiomba serikali kuweza kuwapatia mikopo itakayowasaidia katika kuendesha shughuli zao za kibiashara. Wameyasema hayo hii leo wakizungumza na SAUT TV, huku wakieleza changamoto wanazokumbana nazo ikiwa ni mitaji midogo, na kuongeza kuwa shughuli za ujasiriamali zinawasaidia katika kupata kipato na kujikimu. Kwingineko, biashara kimataifa. Maelfu ya waagizaji wa bidhaa nchini Marekani wanaomba kurejeshewa pesa baada ya mahakama kuu kupindua ushuru uliowekwa chini ya mamlaka ya dharura. Mamlaka ya forodha Marekani imepinga takribani 15% ya bidhaa zilizoingizwa nchini humo kupitia lango jipya la kurejesha ushuru baada ya kuomba marejesho kutoka kwa ushuru uliobatilishwa na mahakama kuu. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Grace Germanus. Wajasiriamali wa mtaa huu wa Silvini wametoa wito kwa serikali kuweza kuwapatia mikopo itakayoweza kuwasaidia kukuza biashara zao na kujipatia kipato kitakachowarahisishia na kuwawezesha kujikimu kimaisha. Hapana, hatujawahi kutolewa mkopo wowote kuhusu wafanyabiashara wadogo, ila tunahitaji sana, lakini hatujawahi kupata. Tulikuwa tunaomba hata sisi wafanyabiashara wadogo serikali tuangalie ili tupatie kifungu cha wafanyabiashara wadogo ili na sisi tuwe wafanyabiashara wakubwa. Tulikuwa tunaomba serikali ifanye hivyo. Pewa huo mkopo, naweza nikaongeza biashara yangu ikakua, nikawa na mimi na mtaji mkubwa kama wafanyabiashara wengine. Labda hii biashara unayoifanya inakupatia faida gani? Biashara ninayoifanya hii ninapata faida kwa sababu nalipa kodi, ninaishi, malazi, kila kitu ninapatia kwenye biashara yangu. Ni mfanyabiashara wa genge, na kwa sisi tunaomba watusaidie tu, kwa sababu sisi ni wafanyabiashara wadogo wadogo, watusaidie na si watupatie hata mikopo. Wakitupatia mikopo ili tuweze kuendesha biashara zetu, kwa sababu mitaji yetu inakuwa tu ni midogo, ili tuendeshe biashara zetu
kwa ufasaha tulingane na kama na wengine biashara zao. Kwa mkopo kama huo hapo, taongeza biashara yangu, itakuwa angalau itakuwa pana kidogo. Pia taongeza na juhudi ya kupata kazi. Inanisaidia kuongoza familia yangu, wazazi wangu pia na watoto wangu. Nikiripoti kutoka mtaa Selvini, Grace Germanus wa SAUT TV. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na usumbufu wa meli katika mlango bahari ambao unashughulikia 35% ya biashara ya mafuta ghafi duniani yamesababisha mshtuko mkubwa zaidi wa usambazaji wa mafuta kuwahi kurekodiwa na kupunguza usambazaji wa mafuta duniani kwa mapipa milioni 10 kwa siku. Hata hivyo, Benki ya Dunia inatarajia mafuta ghafi ya Brent kwa wastani wa $86 kwa pipa mwaka wa 2026 kutoka $69 kwa mwaka 2025. Ikizingatiwa kuwa usumbufu mwingi wa ghafla utaisha Mei na usafirishaji kupitia mlango bahari unarudi polepole katika viwango vya kabla ya vita ifikapo mwishoni mwa mwaka 2026. Kwa upande wake, mchumi mkuu wa Benki ya Dunia, Inden Mitgill, ameeleza kuwa bei ya mbolea inakadiriwa kupanda kwa 31%, ikiwa ni athari ya vita katika uchumi wa dunia na kusababisha mfumuko wa bei na kuongeza viwango vya riba. Na huko Marekani, waagizaji wa bidhaa wanaomba kurejeshewa pesa kutoka kwa ushuru wa dola bilioni 166 ambao ulifutwa baada ya mahakama kuu kutoa uamuzi Februari 20 kwamba Rais Donald Trump alitumia kinyume cha sheria ya dharura ya kimataifa ya mamlaka ya kiuchumi katika kutoza ushuru kwa bidhaa zilizoingia nchini humo. Hata hivyo, kati ya maingizo milioni 13.3 ya uingizaji yaliyoidhinishwa katika ukaguzi wa awali, kwa 15% yalikataliwa kufikia Aprili 26 kwa kushindwa uthibitishaji maalum wa maingizo hayo. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa forodha na ulinzi wa mipaka Brandon Lord ameeleza kuwa taarifa mpya iliyowasilishwa kwa mahakama ya biashara ya kimataifa ya Marekani, waagizaji wa forodha walisema kuwa wanaweza kurekebisha makosa na kuwasilisha madai yao upya. Kulingana na ripoti hiyo, takriban watu milioni 1.74 walioidhinishwa wapo katika mchakato wa kurejeshewa pesa zao, na takwimu za awali za serikali zilionyesha kuwa biashara na watu binafsi walilipa ushuru uliopingwa. Grace Germanus wa SAUT TV. Asante sana Grace Germanus kwa taarifa hizo. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na David Kiamane. Endelea kutazama SAUT TV. Mimi ni Joyce Pakomi. Matumaini yangu mzima wa afya mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni David Kiamani. Baadhi ya wadau wa soka jijini Mwanza wameeleza umuhimu wa serikali kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kukamilisha maboresho ya mwisho ya eneo la kuchezea katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku wakisema kuwa hatua hiyo itasaidia kuimarisha ubora wa mechi na ushindani wa soka nchini. Wakizungumza na SAUT TV Habari, wadau wao wameongeza kuwa uboreshaji wa miundombinu ya viwanja ni chachu ya kukuza sekta ya michezo, kuongeza thamani ya ligi za ndani kwa kutoa fursa zaidi kwa vijana wanaotegemea mchezo, pamoja kuongeza ajira na maendeleo. Kwingineko barani Ulaya, michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya UEFA hatua ya nusu fainali itaendelea leo kwa mchezo mmoja kati ya Atletico Madrid dhidi ya Arsenal FC. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 4 kamili usiku katika uwanja wa Metropolitano, huku timu zote zikihitaji ushindi ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kutinga fainali ya mashindano hayo. Mashabiki wengi wa soka duniani wanautazama mchezo huo kwa shauku kubwa kutokana na ubora wa vikosi vya pande zote mbili, ambapo ushindi wa leo unaweza kuwa na hatua muhimu kwa timu zote mbili kuelekea fainali ya ligi hiyo ya mabingwa. Kwa undani wa taarifa hizi za michezo, ungana na mwanahabari wetu Nicodemus Leonard.
Uboreshaji wa sekta ya miundombinu hapa nchini umekuwa nyenzo muhimu katika kukuza sekta ya michezo hapa nchini. Baadhi ya wadau wa soka jijini Mwanza wameeleza kuwa uboreshaji wa miundombinu hiyo unakuwa ni nyenzo muhimu katika kukuza vipaji, lakini pia kama nyenzo ya kuongeza mapato katika sekta ya michezo. Tukizungumzia miundombinu ya viwanja, uboreshaji wa viwanja Tanzania kwa ujumla imekuwa ina umuhimu mkubwa sana. Kwa mfano, imeibua vipaji vya wanafunzi mbalimbali na vijana mbalimbali. Ni wengi sana ambao wamepata ajira. Kuboresha viwanja ni mazuri kwa sababu kwa ujumla anakuza sekta ya michezo. Kwa sababu watu wengi kwa sasa hivi yani michezo ambayo ni attractive ukiangalia ni michezo ya mpira. Kwa uwanja kama wa Benjamin Mkapa kwa nchi yetu ya Tanzania kwanza inaweza ikawa ni chanzo cha kipato, kwa sababu uwanja unapokuwa umekarabatiwa utakuwa unachukua mashabiki wengi. Kwa hiyo masuala ya biashara na kipato cha nchi kinaweza kikawa kinakuwa na kutanuka. Jina langu naitwa Jacob Joseph. Kuhusiana na uboreshaji wa viwanja, sana sana uwanja wa Benjamin Mkapa utasaidia sana kuleta hamasa kwenye michezo. Mfano, utasaidia sana kukuza vipaji. Vile vile itasaidia sana kwenye kuleta hamasa sana kwamba watu watahamasika kucheza vizuri. Na tuendelee kusalia hapa nchini Tanzania ambapo joto la dabi itakayokutanisha Yanga dhidi ya Simba inazidi kupamba moto, ambapo katika mchezo huo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imethibitisha kuwa waamuzi watakaochezesha mchezo huo utatoka nje ambako ni Misri. Na kwingineko, kocha wa Arsenal amesema kuwa kikosi chake kipo tayari kwa changamoto ya mchezo mkubwa, akisisitiza kuwa umuhimu wa kupata matokeo mazuri ya ugenini kabla ya mchezo wa marudiano nyumbani. Kwa upande wake, Atletico Madrid ni timu ambayo inaingia katika mchezo huo ikiwa na matumaini makubwa ya kutumia faida ya kucheza nyumbani mbele ya mashabiki wao ili kupata ushindi wa mapema. Wachambuzi wa soka wanaeleza kuwa uimara wa safu ya ulinzi na umakini wa washambuliaji utakuwa silaha muhimu katika timu hizi katika kusaka ushindi wa mchezo huu wa nusu fainali. Historia ya timu hizo mbili katika michuano ya Ulaya inaonyesha ushindani mkubwa, hali inayoongeza pressure, hamasa kwa wachezaji kuelekea pambano hilo muhimu usiku wa leo. Ushindi katika mchezo wa leo unaweza kuwa hatua muhimu kwa timu yoyote kujihakikishia nafasi nzuri ya kufuzu fainali na kuendelea kuwania taji la ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu. Nikodem Leonard, SAUT TV. Asante sana Nicodemus Leonard kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni David Kiama na sasa nirudishe kijiji kwake Beatrice Kaitaba kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana David Kiaman kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe wachoshwa na kero za utupaji taka hovyo. Kimataifa, kiongozi wa kijeshi wa Mali amezungumza kwa mara ya kwanza baada ya kutokea kwa mashambulizi katika maeneo ya kijeshi. Na katika michezo, wadau wa soka mkoani Mwanza wapongeza hatua ya serikali kuona haja ya maboresho ya viwanja vya mpira nchini. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Beatrice Kaitaba. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.